Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi anasema iwapo maadui wangeamini Iran inaweza kushindwa, wasingejadiliana namna ya kufanya mashambulizi na hatimaye wangeingia kichwa na kuishambulia Iran. Lakini kwa kutambua kwamba Iran ina uwezo wa kijeshi wa kutosha na kutambua kwamba ina uwezo wa silaha za hali ya juu za teknolojia ya hali ya juu, wanawaza na wanafikiria namna gani ya kuweza kupambana na Iran. Waziri huyo wa mambo ya kigeni amesisitiza kuwa jukumu la msingi la wizara hiyo ni kujitahidi kuondosha vikwazo na kuongeza kuwa naibu waziri wa mambo ya nje anayesimamia diplomasia ya kiuchumi na mabalozi wa Iran nje ya nchi wanapaswa kuwezesha mchakato huo na kuondolewa vikwazo vyote dhidi ya taifa hilo. Akizungumza katika kongamano la kidiplomasia na uchumi lililohudhuriwa na wafanyabiashara wa Iran huko Shiraz, kusini mwa Iran, siku ya Alhamisi, Araghchi alisema diplomasia ina kanuni mbili za kimsingi: ujirani mwema na diplomasia ya kiuchumi. Ameeleza bayana kuwa Iran kwa muda mrefu imekuwa ikifuata diplomasia ya ujirani mwema, huku diplomasia ya pili ikihusisha wizara ya mambo ya nje kuwezesha fursa za kibiashara baada ya kujihusisha na biashara moja kwa moja. Waziri huyo wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi wa Iran ameongeza kuwa biashara za Iran zinazokwepa vikwazo zinaweza kuipa motisha timu ya mazungumzo ya Jamhuri ya Kiislamu na kuwakatisha tamaa wote wanaotekeleza vikwazo hivyo. Iwapo adui angekuwa na uhakika kwamba Iran inaweza kupigishwa magoti, asingeingia katika mazungumzo hata kidogo, anasema Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni. Anasema kwamba ingekuwa hivyo, Marekani hata isingefikiria jinsi ya kufanya mazungumzo na Iran katika kuhakikisha baadhi ya changamoto zinatatuliwa. Waziri huyo wa mambo ya kigeni amesisitiza kuwa diplomasia ya kiuchumi inakwenda zaidi ya shughuli za kifedha. Ni kuhusu kuunda njia kwa wajasiriamali na wafanyabiashara kujihusisha na masoko ya nje. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Iran amebainisha pia kuwa kwa kupunguza athari za vikwazo, Teheran inalenga kuyafinyanga mazungumzo na nchi za Magharibi na kuunda fursa mpya za ushirika wa kiuchumi. Haya yanajiri huku duru ya 5 ya mazungumzo yasiyokuwa ya ana kwa ana kati ya Iran na Marekani ikitazamiwa kufanyika siku ya leo Ijumaa nchini Italia. Hata hivyo, Abbas Araghchi anasema kwamba moja kati ya changamoto ambayo inatokeza wakati huu ni Marekani kutangaza kwamba inataka kuweka vikwazo isiuze mafuta hata kwa 0% ili tu ingie katika hasara, lakini anasema kwamba wapo katika mazungumzo na mpango wao ni kwa ajili ya kutatua changamoto kama hizo, na Marekani inatambua vyema bila kufanya mazungumzo na Iran hakuna ambalo lingeweza kufanikiwa, hasa katika nyakati hizi ambazo Iran imejiandaa vyema kwa kila namna, na kwa sababu iliwekewa vikwazo kwa muda mrefu, Iran tayari imeshajua njia ya kukwepa vikwazo hivyo. Ikumbukwe Iran baada ya mwaka 2018 ambapo Marekani ilijitoa makubaliano ya JCPOA ya mwaka 2015 wakati wa utawala wa awamu ya kwanza ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Mwaka 2018 ndipo ambapo Marekani iliamua kuweka vikwazo vipya huku ikishirikiana na mataifa ya Magharibi juu ya vikwazo hivyo, na hatimaye Iran iliendelea kuzalisha na kurutubisha uranium, na si tu urutubishaji wa uranium, lakini pia imeweza kutengeneza mazingira ya kiuchumi ya taifa hilo na kuisaidia nchi hiyo kwa ajili ya maendeleo mengi zaidi ndani ya nchi hiyo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.